viongozi wa dini ndio wabunifu wa fikra za kupigania uhuru, na wameshiriki katika harakati za uhuru na kujenga nchi kwa miaka mingi. Hapa kwetu Tanzania viongozi wa dini wameondolewa katika uongozi wa siasa mwaka 1963. Baada ya kuwaondoa, alafu ndio wakaanzisha hiyo propaganda kwamba dini na siasa ni vitu tofauti, havifungamani, na kwamba viongozi wa dini hawaruhusiwi kushiriki siasa. Hii ilikuwa ni dhulma ya makusudi ambayo ilifanywa na wanasiasa kuwatoa waasisi wa harakati za siasa Tanzania, viongozi wa dini katika siasa. Kwa hivyo historia inaonyesha kwamba viongozi wa dini wanashiriki siasa, na hawa niliwataja sio viongozi wa dini wa kawaida, ni maulama. Unapomtaja Mufti Hassan bin Amiri, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Unapomtaja Al-Muhsin Barwani, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Hawa walishiriki siasa ipasavyo. Mimi nashiriki kwa sababu nina ushahidi kutoka kwa hawa viongozi waliotangulia, na sitaacha kushiriki siasa. Kuna lugha imetumika hapa kwamba hatuwezi kumwachia fisi bucha, na sisi viongozi wa dini hatuwezi kuachia mafisi bucha, kwa maana ya wale wanasiasa ambao hawataki sisi tushiriki siasa. Hilo la kwanza ambalo nipenda nieleze kwa muhtasari, kwamba viongozi wa dini wana uhalali na wao ndio hasa waasisi wa siasa za Tanzania. La pili, kwa nini mimi nimechukua kadi ya chama? Ndugu zangu, mimi nimeshiriki masuala haya ya kutetea haki za binadamu hapa Tanzania kwa miaka mingi sana. Lakini vile vile nimeshiriki siasa za Tanzania toka mwaka 1992 tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Nimeshiriki kwenye siasa za chama cha Chadema, National Alliance for Mass Advancement. Mwanzoni kabisa nikashiriki kwenye chama cha NRA, nikashiriki kwenye chama cha CUF, lakini katika miaka karibuni nikashiriki pia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo mimi nashiriki siasa kwa miaka mingi na sitaacha. Kwa hivyo kuna lugha inatumika, Sheponda kajiunga kwenye siasa. Mimi sijajiunga kwenye siasa, mimi ni muasisi. Tunaelewana? Mimi ni muasisi wa siasa za Tanzania. Na hatuwezi kuacha kufanya siasa kwa sababu siasa ndio zenye maamuzi. Yaani maisha yetu sisi yanaamuliwa na wanasiasa. Tunaelewana? Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi. Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi, ndio wako kwenye baraza la madiwani ambalo ni bunge dogo lililopo kwenye eneo husika. Linatunga sheria, linashughulikia fedha. Hawa ndio wanaoingia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano, wanatunga sheria, wanashughulikia katiba. Ni wanasiasa. Hawa ndio ambao wanakuwa mawaziri, hawa ndio wanakuwa marais. Kwa hivyo hatuwezi kuacha muhimili unaohusu maisha ya watu kwa watu wasiostahiki. Lazima tuingie sisi ambao tuna uwezo wa kusimamia. Kwa hivyo ndugu zangu, nimegusia nukta hii kwa sababu mwaka 2020 mimi nilikwenda kwenye kiwango cha juu kabisa cha ushiriki wa siasa. Nilishiriki kwenye jukwaa la mgombea urais. Wakati ule kambi ya upinzani ilikuwa na nguvu kubwa, lakini nilipojiunga mimi kwenye kambi ya upinzani, nguvu iliongezeka maradufu na tulishinda.
Uchaguzi wa mwaka 2020 CCM haikushinda, ilishinda kambi ya upinzani. Na haya sisemi mimi, haya yanasemwa na wana CCM wenyewe kwamba uchaguzi wa 2020, lugha wanayotumia wao, wanasema kulikuwa hakuna uchaguzi. Lakini hii tumesikia wakizungumza wao wenyewe kwenye majukwaa kwamba 2020 hapakuwa na uchaguzi, kwa maana kwamba walishindwa. Sasa tulipomaliza uchaguzi ule wa 2020, mimi nililaumiwa sana na watawala, vyombo vya dola. Lugha walikuwa wanatumia na propaganda kubwa kwamba mimi ni kiongozi wa dini, sikupaswa kushiriki siasa. Na rais alikuwa madarakani wakati ule, alitoa maagizo mazito sana dhidi yangu. Na pia waliwahi kutumia hata vikundi vya baadhi ya viongozi wa dini, nao pia wakawa wanalaumu. Sasa ni vizuri kuzingatia mazingira yalivyo, halafu mtu ukajipanga vizuri zaidi. Kwa kuzingatia hali hiyo, sasa mimi nikaamua nichukue kadi ya chama. Lengo la kuchukua kadi ya chama ni kujijengea uwezo wa kisheria, ili kuondoa zile propaganda kwamba wewe ni kiongozi wa dini alafu unashiriki siasa. Leo hii sasa, baada ya kuchukua kadi ile, ina maana nimechukua kofia ya pili. Kofia ya kwanza kofia ya dini, kofia ya pili kofia ya siasa. Kwa hiyo leo hii ninapozungumza hapa, hakuna mtu atanilaumu tena. Kuna mtu atanilaumu kwamba mimi nimechanganya dini na siasa? Ndio namna ya kukabiliana na hawa. Namna ya kukabiliana na hawa ni kujua namna ya kutumia vizuri mazingira yaliyopo. Kwa hiyo mimi nimechukua kadi kujijengea uwezo wa kisheria utakaoniwezesha kufanya zile harakati mbalimbali nilizokuwa nazifanya kwa ufanisi zaidi. Nukta ya pili, kwa nini nimechukua kadi? Ni kuondoa vikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi muhimu katika nafasi za nchi. Kwa mfano, nafasi ya urais, nafasi muhimu sana. Rais ndo anaamua kila kitu. Na kwa mujibu wa katiba zetu sisi, hii katiba ya Jamhuri ya Muungano, rais ni kama Mungu mtu. Anaweza kufanya chochote kile, kama tulivyoona kwenye awamu iliyopita ya 5. Rais Magufuli alibadilisha kila kitu, aliharibu bunge, aliharibu chama chake mwenyewe, kila kitu aliharibu sababu ya power ya urais alionayo. Ile nafasi muhimu sana. Lakini kuna nafasi kama ya waziri, ni kiongozi ambaye anasimamia taasisi inayotoa huduma. Kuna nafasi kama ya bunge. Bunge ni taasisi muhimu sana ndugu zangu. Bunge ndilo linaloamua kila kitu. Lakini kuna swala la udiwani liko pale. Hizi nafasi zote hizi sio nafasi za kisiasa moja kwa moja, lakini huwezi ukaenda kwenye nafasi hizo bila kupitia kwenye siasa. Huwezi kwenda kwenye nafasi hizo kama hujaanzia kwenye kadi ya chama. Tunaelewana? Kwa maana hiyo ina maana kwamba mimi nikichukua kadi, ina maana nimeondoa kikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi hizo muhimu. Tunaelewana? Ndio. Ndugu zangu, mkutano wetu wa leo ni sehemu ya mkutano wa kutoa elimu ya uraia. Tunaelewana? Yaani hapa tulipo ni kwamba tunaelimishana, na mimi napenda wanachama wenye ujuzi, wenye weledi wa haya mazingira, hizi siasa zetu wazielewe vizuri. Tunaelewana? Vyama vingine wao wanafanya kampeni, lengo lao ni kuwafanya watu tuwape ridhaa, lakini wanafanya watu washiriki uchaguzi hali ya kuwa hawajui namna gani ya kushiriki na namna gani ya kufikia malengo yanayokusudiwa. Kwa hivyo kimsingi hii ndo hali ambayo imepelekea mimi niweze kuchukua kadi ya chama. Hapa niongezee kitu nimalizie kabisa. Kwa nini ACT Wazalendo? ACT Wazalendo kwangu mimi ilikuwa na sifa mbili. Sifa ya kwanza ni chama ambacho nimeangalia ndani nikahisi kwamba chama kipya lakini kina weledi mkubwa sana ndani wa kisiasa ndani yake. Swala la weledi, ujuzi lipo. Lakini pia ni chama ambacho ndani yake kuna watu wakongwe wa siasa za mageuzi. Kwa sababu wengi
kwenye chama hiki ni watu ambao wametoka kwenye vyama vilivyoshika hatamu za uongozi wa kambi ya upinzani huko miaka ya nyuma, ndio hao walikuja kuhamia kwenye ACT Wazalendo. Watu kama kina Bab Juma Duni, watu kama kina Ismail Jusa. Lakini kuna watu wenye uwezo mkubwa sana katika nchi hii na walioshika wadhifa kwa uadilifu. Mtu kama Othman Masudi, mtu ambaye aliweza kuacha wadhifa wa serikali pale alipoona kwamba serikali inaongozwa kwa usaliti, akatoka akaamua kuacha wadhifa wa serikali. Lakini la pili, la tatu, chama hiki tayari kina mguu mmoja serikalini. ACT Wazalendo ni sehemu ya serikali ya Zanzibar. Sisemi kwamba labda pengine mpaka sasa hivi serikali ile ya muungano kwamba labda inafanya vizuri, mimi sizungumzi huko au haijafanya vizuri, lakini tayari chama hiki kina mguu kwenye serikali ya Zanzibar. Kwa hivyo sifa hizi ni miongoni mwa sifa ambazo nimehisi kwamba unaweza ukafanya juhudi na harakati zako kupitia chama hiki na ukafanikiwa. Jambo la pili katika ile kujenga nguvu za kisheria,